Mambo vipi Mtanzania? Jina langu ni Fanny Franco na leo 7 Media tumepata nafasi ya kupiga story na afisa utamaduni. Tuna mambo kadhaa ambayo tunaweza tukajifunza na kujua kutokea hapa. Tutamkaribisha na atajitambulisha jina lake. Alafu tutaendelea kupiga na story. Baki na sisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa interview hii. Habari yako? Salama. Mzima? Mzima, karibuni sana. Asante. Hebu jitambulishe kwanza mtazamaji ya kujue vizuri. Mimi ni Flavian Chalamila, afisa utamaduni, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambaye nafanya kazi katika mfuko wa utamaduni na sanaa. Mfuko wa utamaduni na sanaa, utendaji wake ukoje? Dhumuni hasa la kitengo cha mfuko wa sanaa, mfuko wa utamaduni na sanaa, kwa mtu ambaye hajui, tupe elimu kidogo. Mfuko wa utamaduni na sanaa ni taasisi ambayo ilianzisha kwa ajili ya kutoa mikopo kwa wasanii ili kuboresha kazi za utamaduni na sanaa, ili basi ziwe na ubora unaotakiwa, ziweze kukidhi viwango vya soko la kitaifa na kimataifa. Yote hii iliwekwa kwa ajili ya kupata sasa ile mchango halisi wa sanaa katika pato la taifa kwa ujumla. Kwa hivyo ulikuja mfuko huu kwa ajili ya kuhakikisha basi msanii anaweza kujiendesha kibiashara, lakini pia kuweza kuchangia katika pato la taifa kwa ujumla. Toka mfuko umeanzishwa ni muda gani mpaka sasa hivi tunavyoongea? Mfuko ulianzishwa mwaka 2020, ambapo kwanza mfuko ulitokea ukiwa unafanywa kazi na watu wa Netherlands kwa mara ya kwanza, kabla ya kuja kuhuishwa mara ya pili. Lakini kwa mfuko huu ambao unaonekana sasa hizi ulihuishwa mwaka 2022 mwezi Disemba, ndipo ulianza kazi rasmi ambayo inaonekana mpaka leo hii. Na mfuko wenyewe una deal na wasanii tu? Mfuko una deal na wasanii tu. Wasanii wapo katika makundi mbalimbali kulingana na namna tulivyowatenganisha wasanii. Tunao wasanii wa muziki, tunao wasanii wa filamu, tunao wasanii wa maonesho, lakini tunao watu wa sanaa za ufundi pamoja na muziki nimeshataja pia nafikiri. Kwa tuna sanaa za aina 5 ambazo sisi sasa mfuko tumeziweka katika makundi hayo ili kuhakikisha basi kila msanii, kila mtu ambaye anafanya kazi yenye viashiria vya sanaa ananufaika na mfuko huu. Sawa. Kwa swala la kunufaika na mfuko, kunakuwa ni kama labda kiasi fulani kinakuwa kinatolewa, funds zinatolewa kwa msanii au kundi la sanaa, au ni mkopo? Tunatoa mkopo. Katika uhalisia tunatoa mkopo ambao na masharti nafuu kwa kulingana na mazingira halisi tunayofahamu kuhusiana na wasanii wetu. Sisi ni wataalamu ambao tupo katika hii soko la utamaduni na sanaa kwa ujumla wake. Kwa hiyo tunafahamu changamoto ambazo zipo katika kuendesha hizi kazi za utamaduni na sanaa. Kwa hivyo wakati wa kuandaa masharti yanayohusiana na namna gani mtu atanufaika na huu mkopo, tulizingatia baadhi ya vigezo ambavyo ni vya msingi ambavyo kwa namna moja au nyingine vingekuwepo vile pengine vingeendelea kuleta ugumu kwenye namna ya unufaikaji wa hii fursa ambayo imewekwa hapa. Kwa hivyo tulikaa chini na wenzetu ambao tunashirikiana nao, wataalamu wa kibenki za CRDB na NBC, ambao sasa tuliset baadhi ya masharti ambayo kwa msanii tukayatoa, ambapo ndio ikaleta unafua kwamba wasanii wengi zaidi wanaweza kanufaika na hii fursa ambayo imetolewa. Natamani kujua funds au mikopo ambayo inatoka kwenye mfuko ni taasisi kama taasisi, au ni funds ambazo zinatoka serikalini, kwamba kuna mkono ambao fungu serikali imeweka kwa ajili ya kuwashika mkono wasanii pale wanapokuwa wamekwama? Mkopo huu unatoka moja kwa moja serikalini. Kwa kuna fungu ambalo linatoka kila mwaka kulingana na bajeti ambavyo inaandaliwa, ambapo sasa na sisi mfuko kwa kuwa na umuhimu wa kazi ya kuendeleza na kukuza hii sanaa yetu na masuala ya utamaduni, kuna fungu lake ambalo linakuwa lipo pale kwa kila mwaka ambao huwa tunalipokea kwa ajili ya kutunisha mtaji wa mfuko. Kwa hivyo tumekuwa tukipokea pesa kila mwaka wa fedha ambayo imekuwa ikisaidia katika kutunisha mfuko ili kuongeza basi coverage ya hawa wasanii tuweze kuwafikia kwa wingi kulingana na mahitaji yao. Ukisema msanii na umesha categorize wasanii ambao
mfuko una deal nao, lakini pia kuna wale wasanii ambao ni wasanii chipukizi, wasanii labda sanaa imebeba vitu vingi paka sarakasi, si ndio? So kuna wale wasanii ambao ni wasanii chipukizi wanaoimba, wanaochipukia kwenye uigizaji, wanaochipukia kwenye sarakasi, wanaochipukia kwenye ngoma, makundi yanayochipukia. Hayo pia yanaweza kuhusika katika kuomba mkopo labda, au anayetakiwa kuomba mkopo anatakiwa kuwa na vigezo gani? Sasa katika dhamira kubwa ya mfuko, mfuko una majukumu kadhaa ambayo unafanya kazi. Kwa hivyo tuna jukumu la kutoa mafunzo pia. Katika swali la namna hiyo liloniuliza, nafikiri watu wa namna hiyo tumekuwa tukiwakusanya na kufanya mafunzo ambayo yatawawezesha wao basi kusogea katika vile vigezo ambavyo vinawawezesha wao kunufaika na fursa hii ya mikopo. Kwa hivyo tumekuwa tukitoa mafunzo ambayo yanawakusanya pamoja na hatimaye kuwaunganisha na mifumo ambayo basi wanaweza kupata mwongozo ambao utawawezesha wao kunufaika na hizi fursa. Ndio. Mafunzo yanawafikia vipi wasanii ambao wako nje ya Dar es Salaam? Tunao mpango kazi mpaka sasa hivi tumeshatembea mikoa 16 kama sio 19 ambapo tumekuwa tukifika kule, tumekuwa tukiyatangaza mafunzo haya kabla ya kufika kwa kushirikiana na maafisa wa utamaduni wanaopatikana maeneo hayo. Wao ndio wanafahamu wasanii wao katika maeneo yao. Kwa hiyo tumekuwa tukiratibu kwa kushirikiana na hawa na imetuletea mafanikio makubwa sana. Kwa wamekuwa wakikusanya wasanii na sisi baada ya kuwa tumeshaandaa hizi programs zetu za kuwafundisha, basi tukifika basi tumekuwa tukipata response kubwa sana. Sawa, narudi kwenye swali langu sasa. Kuna wasanii ambao tayari wako pale, wana majina, wanajulikana, wanatakiwa wawe na vigezo gani zaidi ili kupata mkopo, ukiachilia mbali majina yao? Swala la majina au si jina si sahihi sana kwa namna moja au nyingine, kwa sababu kama tu umetimiza vigezo hivi ambavyo nitaenda kuvitaja hapo, tayari wewe utakuwa ni mnufaika wa. Kwa hivyo mkopo hautoki tu kulingana na jina lako au kutokuwa na jina. Lakini mkopo unatoka tu kulingana na masharti na vigezo ambavyo vimewekwa. Na vyote vimewekwa ili kuhakikisha basi mfuko unaendelea kuwa hai ili usaidie na vizazi, kwa sababu wasanii sio tu ambao tunawaona sasa hivi. Kuna vizazi vipi ambavyo vinazaliwa navyo vipo ambavyo vitafuata nyayo hizi ambazo tunaziona sasa hivi, navyo pia watahitaji kunufaika na hizi fursa ambazo zimekuwa zikiwanufaisha wasanii wa sasa hivi. Kwa hivyo vipo vigezo ambavyo msanii akifika kwetu akawa navyo atanufaika na mkopo huu. Kwanza kabisa, utakapofika hapa utapokelewa na kupewa fomu maalum ambayo nayo pia imeelezea vitu gani ambavyo vinatakiwa kuambatishwa mule ndani yake. Lakini baada ya kujaza fomu ile ina taarifa zako za msingi kulingana na umuhimu wa hili swala. Kwa hiyo kuna taarifa za msingi ambazo fomu ile itahitaji, utaijaza moja kwa moja. Sambamba na hilo, wakati wa kujaza ile fomu, wakati unaporejesha basi utahakikisha vile vigezo ambavyo vimeandikwa mule ndani vimetimia vyote. Ambapo vigezo hivyo, kwanza ni lazima uwe pia na andiko mradi, ambapo katika andiko mradi mule nini hiyo? Andiko mradi ni kama business plan. Kwa andiko mradi mule ndipo itakapotupa picha halisi ya kitu ambacho naenda kukifanya. Alafu kulingana na sisi na malengo, na ukizingatia hii kuendeleza kazi ziweze kujiendesha kibiashara, tunao wataalamu ndani hapa ambao pia watapima na kuangalia ni namna gani sasa huu mradi utaenda, huyu mwandishi, huyu anayenufaika mtarajiwa amekidhi vile vitu muhimu ambavyo sisi tunatarajia vionekane kwenye jamii kwa ujumla kulingana na malengo yetu. Kwa hivyo atatakiwa kuwa na andiko mradi ambayo ndio nimesema business plan. Ndio, lakini pia atatakiwa kuwa na barua ya maombi ya mkopo ambayo atakuwa ameiandika mwenyewe kwa mkono na kuonyesha ni kiwango gani anakiomba kwa ajili ipi. Lakini pia sambamba na hilo, kutatakiwa barua yake ya utambulisho wa makazi anapoishi. Lakini kama ana ofisi sehemu, inawezekana anaishi Tandale lakini na ofisi Magomeni. Kwa hivyo utaleta barua yako ya utambulisho unapoishi, lakini pia na barua ya eneo ambapo unafanyia biashara yako. Sambamba na hilo, tutahitaji tu namba yako ya NIDA, ni kama sehemu muhimu ya utambulisho ambao utakuwa na taarifa nyingine nyingi pale. Sambamba na hilo pia kutakuwa na
kama ni muombaji binafsi, hivyo vigezo vyake hivyo vinakuwa vimetimia kwa hapo. Lakini kitu kikubwa kinachotakiwa hapo pia ni bank statement. Bank statement ni tunaita ni nini? Bank statement by the way ni taarifa zako za kifedha za benki, ambazo sasa hizo zitatupa sisi mwongozo kwamba ni kiwango gani mtu huyo anaweza akakopeshwa na kisimpe shida wakati wa urejeshaji. Kwa hicho ndio kitu ambacho kinazingatiwa kikubwa pale, hasa kwa kuzingatia kwamba mikopo imekuwa sehemu, mara nyingi ni sehemu ya kuwaumiza sana watu ambao wananufaika na hii mikopo. Mara nyingi ile inatokana na kutopata taarifa za kutosha za kifedha kuhusiana na huyu mtu, ndio maana baadaye mikopo inaonekana ni sehemu kama ya maumivu kwa watu baada ya kunufaika. Kwa hivyo hiyo ni kitu ambacho kimezingatiwa sana, na kitu ambacho benki, wataalamu wa benki wa masuala ya kifedha walishauri ili kuepuka basi ile kuonekana hii tasnia ni tasnia isiyokuwa na mchango wote kwenye pato la taifa. Kwa hivyo atakapokuwa ametimiza vitu hivyo, moja kwa moja huyu mtu binafsi atakuwa kwenye wasaa mzuri wa kuweza kunufaika na mkopo huu. Hiyo ni kwa mtu binafsi. Lakini tunapokuja tunatoa mikopo pia kwa kikundi. Kwa kama ni kikundi, hivyo vitu nilivyovitaja hapo awali vitakuwepo. Lakini pia kikundi itabidi kitoe muhtasari wa wenye agenda ya makubaliano ya kukopa, kunufaika na mkopo. Kwa hiyo kama kikundi tunaamini kwamba kutakuwa na uongozi. Kwa hiyo tutataka na taarifa ambayo inaonesha dhamira ya kukopa kutoka kwenye makubaliano ya wana kikundi kwa ujumla. Kwa sambamba na hilo, kikundi kina katiba, pia tutahitaji kuona katiba, lakini pia na kama kimesajiliwa tutahitaji zile nyaraka muhimu za usajili wa kikundi. Kwa unapokuwa umeleta vigezo hivyo kwetu sisi, unakuwa na nafasi kubwa ya kuweza kunufaika na hii mikopo. Kwa haitarajii wewe una jina gani au hauna jina kiwango gani. Kwa ni vigezo tu ambavyo vipo pia, ambavyo mwishoni pia vinaweza ukifika hapa kwenye fomu ule vimeonekana. Sawa, umezungumzia kwamba ili mradi mtu aweze kupata mkopo, kitu kikubwa ambacho umekiweka pale juu cha kuzingatia awe na business plan. Ndio kwamba ule mkopo anaenda kufanyia kitu fulani. Baada ya mnufaika kuwa ameshapewa mkopo, sasa kuna mafuatilio yoyote kwamba ule mkopo kweli umefanyiwa kile kitu kilichosemwa kwamba kimeenda kufanyika? Ndio. Kwa tumekuwa na timu pia ya kufuatilia ni kitu gani kimefanyika, kama huyu mnufaika ameenda kutimiza lengo ambalo ameliwasilisha kwetu. Na hii imekuwa ikifanyika kwa kushirikiana pia na hizi benki ambazo zilikuwa zikitoa mikopo, kwa sababu tunapokuwa tumepokea andiko, maana yake moja kwa moja ni kwamba lile andiko tumeona lile ndio linakidhi kupewa ile pesa ambayo tunaiweka pale. Kwa maana hiyo ufuatiliaji umekuwa tukishirikisha pia na taasisi za kibenki, kwa sababu pia wao ndio wataalamu kwenye swala hilo, na wamekuwa wakifika kukagua na kujihakiki kwamba kilichoandikwa kipo, kwa kushirikiana na sisi kwa pamoja kujihakikisha. Kwa sisi kwa upande wetu kama wadau tunaofahamu masuala ya sanaa, lakini pia wao kwa wadau wanaofahamu masuala ya fedha na vitu kama uwekezaji. Kwa hivyo kwa kushirikiana nao tumekuwa tukifuatilia, na miradi mingi imekuwa ikionyesha mwitikio chanya. Isipokuwa kuna baadhi ya michache ambayo imekuwa ikienda kinyume. Baada ya kufuatilia sasa kutofanya vizuri, tumegundua kwamba ni mtu anakuwa amefanya kinyume na kile ambacho alikiwasilisha, na sisi tukakifadhili kwa mkopo huo. Na ikitokea kama hivyo mtu amewasilisha business plan nyingine, lakini baada ya pale kafanya business tofauti au hajafanya kabisa, nini kinafanyika? Kuna namna nyingi ya kuendana na hali hiyo ambayo kama tukikutana nayo, kwa sababu kwenye form zetu pale kuna taarifa kadhaa ambazo umejaza, pia ikihusisha na taarifa ya mwenzi kama unaye au mtu wa karibu kama unaye pale. Kwa hiyo vyote hivyo vimekuwa vikikaguliwa na kuhakikisha kwamba basi tutakaposhindwa njia ya kwanza, basi tunaweza tukawa na mwongozo wa pili ambao unaweza kutusaidia sisi kuhakikisha kwamba ile pesa inarejeshwa, ili tu mwingine aweze kunufaika nayo pia, kwa sababu ni pesa ambayo imewekwa kwa ajili ya wasanii wote wanufaike, sio ya mtu mmoja mmoja. Kwa hivyo tumekuwa tukishirikiana pia na hizi benki kwa kufuatilia. Pengine ndio maana utaona tumeomba pale kuna taarifa ya mahali unapoishi na taarifa za aliyekupangisha, sehemu za biashara na vitu kama hivyo. Kwa zote hizi zimekuwa ni sehemu zetu za msaada wakati tunakuja kufuatilia swala hilo. Kiasi cha mkopo kinaanzia kiasi gani mpaka kiasi gani? Mtu anayekopa anatakiwa hasizidi kiasi gani? Mkopo tunaotoa ni kuanzia shilingi 200,000 mpaka shilingi 1,100,000.
200,000 mpaka shilingi 100. Kwa hiyo inaweza kutoka kwa mtu binafsi, kwa kikundi au kwa kampuni. Imekuwa ikitoka inapokuwa tu mtu amekidhi vigezo hivyo, tayari hiyo pesa unaweza kunufaika nayo kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100. Kuna kigezo cha msingi ambacho nilikuwa nimekisahau hapo awali, labda niseme tu. Ni kuhusiana na namna gani tutamtambua kwamba huyu mtu ni msanii sasa. Kigezo kikubwa kingine ni kwamba huyu mtu lazima amesajiliwa na mamlaka yake husika. Kwa mfano tunao wenzetu wa BASATA ambao pia wanasajili. Kwa kupitia usajili wa BASATA utatambulisha kwamba huyu mtu ni msanii kwenye sehemu hiyo. Lakini pia kuna watu wenzetu wa bodi ya filamu, wao wanahitaji barua ya utambulisho kutoka bodi. Kule wanapewa vitambulisho. Kwa hiyo tutakapopata muombaji ambaye anatokea katika tasnia ya filamu, atahitajika pia kwenda katika bodi husika ili atuletee barua inayomtambulisha kwamba yeye ni anatambulika kwenye bodi ya filamu. Pia kuna wenzetu wa lugha na fasihi, hawa pia tumekuwa tukiwaelekeza kwenda kwa hatua za awali, wakienda katika taasisi za hakimiliki na kishiriki kwa ajili ya watambulisha pia, kwa sababu kule wana usajili wao kule, wana namna ambavyo wanafanya kule kuhusiana na hakimiliki wa hizo corporates zao. Kwa hivyo kule wakileta uthibitisho kwamba wanatambulika kule, basi hicho ni kigezo ambacho sisi kinatuhakikishia kwamba huyu mtu anajihusisha na kazi za utamaduni na sanaa. Sawa. Kuna namna ambayo labda msanii anavyochukua mkopo anaweka dhamana kitu fulani, kama vile labda sometimes unaona bank wanakuwa wanafanya labda wameweka dhamana nyumba, ikitokea ameshindwa kulipa lile deni, labda ile nyumba inapigwa mnada. Huku kwenye mfuko ikoje? Kuna dhamana yoyote ambayo msanii anaiweka? Mikopo yetu inaenda kwa ngazi, kuna kiwango. Kwa mfano hapa kwetu sio kwa mfano ilivyo, kwetu ni shilingi milioni kuanzia hiyo 200,000 mpaka milioni 5. Hicho ni kiwango ambacho kwetu hutahitajika kuweka dhamana. Kwa hivyo dhamana 100% inakuwa inachukuliwa na mfuko wa utamaduni na sanaa. Kwa hiyo yeye ndio ataudhamini mkopo huo. Baada ya kiwango hicho kuanzia 500,000 kuendelea, pale kuna dhamana ambayo itahitajika, ambayo sasa sio dhamana ile ambayo itawekwa kwa namna ya misingi ya wataalamu wa kifedha ambao wako. Kwa hiyo kuna dhamana itawekwa, ni asilimia kadhaa ataweka yule mnufaika kwa ajili tu ya kuonesha umuhimu wa hicho kitu ambacho anataka kukifanyia. Lakini pia mfuko kuna asilimia zake kadhaa ambazo utaweka kwa ajili ya kumdhamini huyu mtu ambaye amefika kwetu. Na hiyo ndio manufaa makubwa ya uwepo wa mfuko. Kati ya hapo kuna sehemu ambapo mfuko unamdhamini huyu msanii mnufaika. Sawa. Sasa kwa mfano inatokea scenario msanii hana business plan, haplan kufanya biashara yoyote, lakini kuna namna amekwama, ana uhitaji wa pesa, labda ana deni anatakiwa kulipa deni, au kuna kitu chake yeye mwenyewe personal anachotaka kufanya, amekwama kwenye mambo binafsi na sio kufanya biashara ambayo anaweza akawaonyesha business plan. Kuna namna ambayo mnaweza mkamsaidia, mkampa mkopo? Kiuhalisia, kwa sababu ya dhamira kuu ya mfuko, huyo mtu kwetu hatapata mkopo. By the way, taasisi za mikopo ya aina hiyo pia zinapatikana ni nyingi, lakini sisi lengo letu kubwa la mikopo ni kuhakikisha basi huyo mtu anafanya kazi ya sanaa, ili kazi hii ya sanaa iweze kuendelea, huyo mtu aweze kukidhi soko la kimataifa. Tunachotaka kuhesabu pale ni mchango wa sanaa katika kukuza uchumi kwenye pato la taifa kwa ujumla. Kwa hiyo tunafadhili miradi ile tu ambayo imelenga katika kuendeleza swala zima la sanaa. Kwa hiyo miradi itakayokuwa nje ya sanaa kwetu sisi inakuwa na haiko kwenye mpango wa kwetu sisi. Tafsiri yake ni kwamba hata akileta business plan ambayo haina sanaa ndani yake hapati mkopo. Ndio. Hii business plan lazima ihusike na masuala ya sanaa. Shughuli anayofanya lazima ihusiane na sanaa na utamaduni. Ndio. Kuna msanii kama umeona kwenye mitandao ya kijamii, hata jana alikuwepo pia BASATA pale, anapitia changamoto fulani za kifedha na anatakiwa kulipa fedha kwenye management aliyokuwepo. Hiyo ni kazi ya sanaa. Kama mfuko ambao unawawezesha wasanii, kuna namna yoyote mnaweza mkamsaidia msanii huyo?
Kama nilivyosema hapo awali kwamba mfuko huu unakopesha kwa ajili ya kazi za sanaa tu. Kwa mfano tunapokea andiko. Huwezi ukatuambia ni andiko mradi la kulipa deni. Haliwezi kuwa andiko mradi la kulipa deni. Sisi kwetu hilo sio andiko sahihi kwa sababu hapa tunao maafisa wanaokagua maandiko mradi ya kuhusiana na kazi za sanaa. Kwa hiyo andiko mradi itakaloelekeza kulipa deni, hilo nafikiri kuna taasisi nyingine pia zinaweza zikakopesha kwa ajili ya kitu hicho, lakini mfuko upo kwa ajili ya kukopesha kazi za utamaduni na sanaa. Sawa, tunafahamu kila mkopo una marejesho. Marejesho ya mfuko huu wa kuwasaidia wasanii ukoje? Marejesho nikizungumzia kwenye asilimia za marejesho. Asilimia na muda. Okay. Muda wa marejesho ni mpaka miezi 24. Kwa maana hiyo mtu aliyenufaika anaweza kurejesha mkopo wake hadi kufikia miezi 24 sawa na miaka miwili. Ndio. Lakini kuna asilimia 9 inayotozwa kwa sababu tunafanya kazi na wenzetu taasisi za mabenki. Hiyo inasaidia pia katika shughuli tunazofanya za ufuatiliaji na vitu kama hivyo. Hiyo gharama ndio naenda kule kwa ajili ya kuendesha shughuli hiyo. Lakini asilimia 9 ndio riba ya mkopo wa mnufaika, lakini muda wa marejesho ni hadi miezi 24 ambayo sawa na miaka miwili. Sawa, na hiyo asilimia 9 inaenda kwenye bank. Mfuko kama mfuko unanufaika vipi na mikopo inayotoa? Mfuko kwanza ni kuona kwanza hizi kazi zinaenda mbele. Kwa sababu hii ni fedha ya serikali ambayo imewekwa hapo kwa ajili ya kuinua ubora wa kazi za sanaa na wasanii kwa ujumla. Kwa faida kubwa ya mfuko ni kukua kwa hizi kazi za sanaa. Kuhakikisha kwamba leo alisaidiwa huyu na kesho atasaidiwa yule, na kilichomsaidia yule kinarudi tena kwa ajili ya kumsaidia mwingine anayefuata. Hiyo ndio faida yake kubwa ya mfuko uwepo hapo. Wasanii wanazidi kukua kila siku, wanazidi kuongezeka. Inamaanisha kuna wasanii wengi zaidi ambao watakidhi vigezo na wao pia watafika hatua ya kuomba mkopo. Ikitokea wasanii kadhaa labda wameomba mkopo kwa pamoja na funds zipo mikononi kwa watu wengine, hawa wengine wanasaidiwaje ikiwa wale wengine muda wao wa kufanya marejesho haujafika? Okay, kwa sababu ya uhakika wa kazi ambayo inafanyika na mfuko wa utamaduni na sanaa, serikali imekuwa ikitoa pesa, lakini pesa hiyo imekuwa ikitoka kwa kuongezeka kila mwaka. Ukiangalia tangu imeanza kutolewa pesa mpaka kufikia mwaka huu, sasa hivi tutakuta kuna bilioni 3 ambayo imetolewa kwa ajili ya kukopesha wasanii. Lakini sambamba na hilo, hii pesa ambayo inatoka kwa ajili ya kukopesha wasanii, kwa mkataba ambao tumeingia nao watu wenzetu hao tunasaidiana nao, watu wa benki, kwa mashirikiano haya ambayo tumeingia nao watu wa benki ya CRDB na NBC, wao wanatoa mara 3 ya ile pesa ambayo sisi tunakuwa tumepokea kutoka serikalini. Kwa hiyo inahakikisha kwamba tunaweza kuhudumia wasanii wengi kwa wakati mmoja, kwa mwaka mmoja ule wa fedha. Wasanii wengi tofauti na ile pesa ambao, na hiyo imekuwa ni msaada mkubwa sana kwetu kwa sababu tunafikia sehemu tunakuta kiwango chetu cha pesa kinaelekea mwisho, lakini kwa kuwa tuna assurance ya kupata mara 3 yake, kwa sababu ya uhakika tuna mwakani tunaendelea ni shughuli endelevu, kwa tumekuwa tukishirikiana vizuri sana na washirika wetu wa benki ambao imekuwa ikitusaidia sana. Sawa, sisi tunashukuru kwa muda wako, tunashukuru kwa ushirikiano wako. Tunaamini mtazamaji ambaye alikuwa anatuangalia na kutufuatilia YouTube, lakini pia Instagram, TikTok na Facebook amejifunza mawili matatu. Lakini pia tunatoa wito kwa wasanii, mimi natoa wito kwa wasanii, uwape kidogo maneno ya mwisho, wafanyeje ili waje kunufaika. Ni sahihi sana. Labda tu niseme na nashukuru umenipatia fursa hii kwa sababu nitoe tu na kamfano kidogo. Kuna msanii ambaye alikuwa amekuja kwa ajili ya kutaka kujua fursa za mkopo. Nikawa namuelekeza kuhusiana na fursa za mkopo. Nikawa nimempatia na fomu ile kwa ajili ya kujaza tayari. Lakini baada ya muda alikuja msanii mwingine, akamkuta yule yuko pale na mhudumia. Kwa hivyo kilichofanyika baada ya kumhudumia yule ambaye alikuwa amekaa pale kwangu, akawa ametoka, akawa amefuatia mwingine. Kumbe yule aliyotoka alitoka na kwenda kwenye taasisi nyingine hapa, kwa sababu humu ndani kuna taasisi mbalimbali zimezunguka. Kwa msanii akifika hapa anaweza kufanya huduma zake sehemu mbalimbali. Kwa hivyo sasa alipozunguka kaenda sehemu nyingine, kumbe aliyeonana naye pale ni mtu ambaye anamfahamu. Lakini kumbe alikuja kuniambia baadaye kwamba yule msanii aliyokuja mara ya pili baada ya kutoka yeye ni kati ya wasanii ambao walisema watu hawanufaiki mikopo ni ya watu fulani. Kwa hivyo nikamwelekeza kwamba huyu ni msanii ambaye amekopa na yeye,
lakini hapa amekuja kwa ajili ya kurejea tena mkopo kwa mara ya pili, kwa sababu tunaruhusu pia kutop up. Kwa hivyo nitoe tu rai kwa wasanii kuacha kusikiliza maneno ya kuambiwa na watu, kwa sababu sisi wa Tanzania ni wepesi sana kushare vitu ambavyo havina msingi, lakini fursa daima huwa tushare. Mimi siwezi nikakwambia nimetoboaje, huwa tuna daima ya kufichana. Kwa hiyo natoa rai kwa wasanii wanaosikiliza wa Tanzania ambao wanafanya kazi za utamaduni na sanaa, wafike kwenye mfuko wetu wenyewe au watufikie sisi kupitia njia zetu sahihi za mawasiliano ambazo ziko wazi, na masaa yote ya kazi zinapatikana, wanaweza kujibiwa. Kwa wafike wapate elimu sahihi kuhusiana na mkopo. Ukifika hapa kama hauna vigezo, si kwamba tu utafukuzwa na kuondoka moja kwa moja. Hapana, tutakuelekeza njia moja na nyingine hadi kufikia kunufaika na fursa hizi. Kwa mfuko upo kwa ajili ya wasanii wote. Kwa karibuni sana kunufaika na fursa za mfuko wa utamaduni na sanaa Tanzania. Na kwa wale ambao hawezi kufika ofisini, labda tunao tuna page yetu Instagram pale, lakini pia tunazo namba za simu ambazo nafikiri zinaweza kupatikana hapo. Sizikumbuki vizuri kichwani hapa, lakini kwenye mawasiliano zipo ambazo unaweza ukatufikia sisi moja kwa moja. Ukipiga simu hiyo utatupata sisi ofisini na utapata elimu kutoka kwa wataalamu wa masuala hayo. Kuepuka kusikiliza taarifa isiyo na ukweli alafu kaamini hivi ambavyo umeaminishwa huko. Amini kutokea kwa maafisa wenyewe waliopo katika mfuko wa utamaduni na sanaa. Kwa hivyo nawakaribisha watu kuwasiliana na mfuko wenyewe, sio kusikiliza maneno ya nje. Kwa unakuta fursa hizi zipo, lakini wanufaika wanaonekana kuzikimbia kutokana na maneno ambayo wanaambiana nje ya box. Yeah. Yes, kama ambavyo tayari umeelewa na umesikia kwamba mikopo ni ya wasanii wote. Epuka matapeli, epuka maneno ya uongo. Serikali yetu imefanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba inawezesha kazi ya sanaa kupiga hatua na hatimaye kutoboa katika soko la kimataifa. Mama mitano tena. Jina langu ni Fanny Franco. Endelea kutufuatilia kupitia page zetu za Instagram, Facebook, TikTok, lakini pia usisahau kuingia YouTube kwa ajili ya full interview na kusubscribe.